Hujambo na karibu sana kwenye Kona Flag ya Travel TV na mimi ni Mbushi Kwilasa. Nchini Tanzania kumeibuka mgogoro mpya ambao unahusiana na soka la Tanzania. Miamba wawili Yanga na Simba wamekuwa kwenye mgogoro ambao umepelekea mgogoro zaidi kwenye shirikisho la soka Tanzania. Taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba siku ya Jumamosi umeibua manunguniko mengi zaidi kwa mashabiki, viongozi, wanachama, lakini pia wadhamini na wafanyabiashara ambao wanaziunga mkono timu hizi. Jana siku ya Jumapili kupitia kwenye taarifa rasmi ya klabu ya Yanga ambayo ni taarifa ya kikao cha kamati tendaji ambacho kiliketi kwa dharura chini ya rais wake Engineer Hersi Said, wameadhimia mambo kadhaa. Miongoni mwa mambo ambao wameadhimia Yanga kwa pamoja ni kutokubali kushiriki mchezo mwingine wowote ule ambao unahusiana na Simba kwenye ligi kuu ya Tanzania kwa msimu huu, wakiamini kwamba wao walifuata taratibu zote na Simba ndio walikosea, wanapaswa kuadhibiwa. Lakini taarifa nyingine kuhusiana na swala hilo, Yanga wanaamini kwamba bodi ya ligi chini ya mwenyekiti wake na katibu wake wamekuwa wakifanya mambo ambayo hayakubariki kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo hawana imani na watendaji hao wa bodi ya ligi na hivyo kuwataka wawekwe pembeni ili kupisha nafasi hizo ziwe na watu ambao wao watawaamini zaidi. Lakini vipi kuhusiana na masuala ya kikanuni? Wachambuzi wengi wa masuala ya sheria za michezo wametoa maoni yao kuhusiana na kila ambacho Simba walikifanya, Yanga walikifanya na bodi ya ligi wenyewe walichokifanya. Kwa pamoja wanaonekana wote kuanguka kwenye makosa. Lakini kwa nini Yanga wanaonekana kuwa na msimamo zaidi kwenye hili? Ni kwa sababu wao walionekana kubebwa na kanuni ambayo iliwafanya Simba wasiende uwanjani, ikiashiria kwamba Yanga walikuwa na haki zote za kwenda kucheza mchezo na Simba walistahili pengine kuweza kupeleka malalamiko ambayo Yanga wangeweza kuadhibiwa kwa adhabu ya kawaida na si kukataa kwenda kucheza mchezo, kwa kuwa kanuni kwenye eneo hilo ni kama imenyamaza hivi. Huu ni mgogoro ambao unaweza kutengeneza taswira mpya kabisa kwenye soka la Tanzania, ama iwe ni taswira chanya ama taswira hasi kwenye mpira wetu. Mpaka sasa tunachokisubiri ni kuona maamuzi ya mwisho yatakuwaje na vipi kuhusu athari zake. Lakini sambamba na hilo, wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wamejaribu kuelezea athari ambazo zimejitokeza. Miongoni mwa watu ambao wameathirika zaidi ni Azam TV ambao wana haki ya kurusha matangazo kutokana na kuathirika kwa wateja wao ambao walinunua vifurushi kwa ajili ya kutazama mchezo huo hawakuweza kuipata. Lakini pia gharama ambazo walitumia kwa ajili ya maandalizi ya kuonesha mchezo huo, sambamba na wateja wao ambao wamekuwa wakitangaza matangazo hayo kupitia kwenye matangazo ya moja kwa moja waliathirika. Na hivyo Azam wanasema wanaangalia nini wakifanye kwa ajili ya mustakabali bora. Hii ikiashiria kwamba kuna uwezekano mikataba ijayo ikawa na vipengele vingine vigumu zaidi, ama ikawafanya wakaogopa kuweka udhamini ulio mnono zaidi kwa sababu ya mambo ambayo yamejitokeza. Lakini vipi kuhusiana na wadhamini wengine kama vile SportPesa kwa upande wa klabu ya Yanga ambao walitaraji pengine kwenda kutangaza bidhaa zao mpya, wameathirika kwa kiasi gani? Vipi kuhusu mashabiki wa timu hizi ambazo walisafiri umbali mrefu kwenda kutizama mchezo huu? Ni gharama kiasi gani ambazo wameingia na hasara ambao wameipata? Vipi kuhusu wafanyabiashara mbalimbali ambao walijiandaa kwa ajili ya kufanya biashara kutokana na tukio hilo, ikiwemo pale uwanjani na hata kwenye mikoa mingine nchini Tanzania? Vipi kuhusu watu ambao walisafiri umbali mrefu? Hili limetengeneza mgogoro mkubwa ambao kwa hali ya kawaida ni kama hautazamwi sana, lakini athari zake ni kubwa na pengine mabilioni ya fedha yameweza kupotea kutokana na kutokuchezwa kwa mchezo huu. Yapi ni maoni yako ambayo unafikiri yakifanyika tunaweza kuwa na mustakabali bora zaidi wa mwenendo wa mpira wetu kwa kuzingatia taratibu ambazo kibiashara hazitoweza kuleta athari, lakini pia kijamii na masuala mengine ambayo yanahusiana na uwepo wa mchezo? Hii ni Kona Flag ya Travel TV na mimi ni Mbushi Kwilasa.